Marekani na Israel wamesema wanaingia katika awamu mpya ya vita vyao dhidi ya Iran. Waziri wa ulinzi wa Marekani amesema kiwango cha mashambulizi na nguvu za kijeshi dhidi ya Iran kitaongezeka kwa kiasi kikubwa zaidi katika awamu hii mpya ya vita. Rais Donald Trump amesema Iran itaangamia mapema kuliko ilivyotarajia. Sambatenzi na maelezo zaidi. Usiku wa Alhamis, milipuko ya mabomu ilisikika katika mji mkuu wa Tehran na maeneo mengine, huku mashambulizi ya Marekani na Israel yakiongezeka zaidi. Mkuu wa kikosi cha Marekani Brad Cooper amesema makombora ya Irani yanaendelea kuharibiwa katika uwanja wa vita, na pia Marekani imezizamisha zaidi ya meli 30 za jeshi la majini la Irani na kushambulia meli inayobeba droni ambayo iliteketea. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Irani inaangamizwa mapema kuliko ilivyotarajiwa, akidai kuwa nchi hiyo sasa haina jeshi la anga wala mfumo wa ulinzi wa anga. So they have no air force, they have no air defense. Kwa hiyo hawana jeshi la anga, ndege zao zote zimeharibiwa, vituo vyao vya kurushia makombora vimeharibiwa pia. Mbali na hayo, wanaendelea vizuri kidogo. Niliuliza nini kimebaki, lakini wao ni wagumu na wanataka kupigana. Na sasa wanapiga simu wakisema tunaweza kufanya makubaliano. Nikasema mmechelewa kidogo. Sasa sisi tunataka kupigana zaidi kuliko wao wanavyotaka. And we want to fight now more than they do. Hata hivyo, katibu wa Baraza la Usalama wa Taifa la Iran, Ali Larijani, amesema majeshi ya Iran yako tayari kwa uvamizi wowote wa ardhini wa Marekani. Kwa mujibu wa taarifa, zaidi ya watu 1230 wameuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israeli tangu Jumamosi. Wakala wa habari wa Fars News Agency umesema kuna shule 2 zilipigwa na makombora katika mji wa Parandi, kusini magharibi mwa Tehran. Iran pia imeendelea kulenga nchi za Ghuba ikiwemo Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar na Bahrain, huku jiji la Tel Aviv nchini Israeli likishambuliwa kwa droni na makombora. Nchi za Saudi Arabia na Bahrain zimesema zimefanikiwa kuzuia makombora ya ballistic yaliyofyatuliwa kutoka Iran. Saudi Arabia imesema iliharibu makombora 3 yaliyokuwa yakielekezwa katika kituo cha kijeshi cha Prince Sultan Air Base ambacho pia kinahifadhi wanajeshi wa Marekani. Sambatenzi. Taarifa nyingine ni kwamba mapigano nchini Sudan Kusini yameongezeka kwa kasi katika wiki za hivi karibuni na kuzua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Zaidi ya watu 170 waliuawa hivi karibuni katika mashambulizi karibu na mpaka wa Sudan, huku mapigano kati ya serikali na vikosi vya upinzani yakiendelea. Awali nilizungumza na mwanahabari wa BBC Kelvin Jabedo aliyenifahamisha hali ilivyo kwa sasa pamoja na changamoto zinazokumba wakazi wa eneo hilo. Kwa sasa katika jimbo la Jonglei hali ya usalama iko shwari, hii ikilinganishwa na wiki kadhaa zilizopita ambapo kulikuwa na hali tata. Kulikuwa na mapigano kati ya wanamgambo wa IO na wanajeshi wa SPLA, lakini kwa sasa wanajeshi wa serikali wameimarisha usalama na hali iko sawa. Kama ulivyosema kwamba wiki iliyopita hali ilikuwa ni mbaya sana ya machafuko katika eneo hilo, raia walioathirika na mapigano ya Jonglei wako vipi na wanapokea msaada wa kibinadamu? Raia hapa bado wanauoga kiasi. Vita viliathiri mambo hapa, wengi wao walikuwa wametoroka, wakatorokea sana sana maeneo ambayo yanamilikiwa na wanamgambo. Lakini hata mashirika gawa chakula kama WFP, mashirika ya kibinadamu kama UN walikuwa wamesitisha shughuli zote, lakini kwa sasa tumeona mashirika haya yamerudi tena kugawa chakula. Hivi tunapozungumza niko kwenye ukingo wa mto Nile ambapo tunaona mashua na mitumbwi kadhaa yakiwa yanapakiwa chakula ya kupelekwa katika maeneo mengine ya Jonglei ambayo hayawezi fikika kule. Naam, Jabedo, Umoja wa Mataifa umeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu vita vya ndani kurejelewa tena, mavita vya wenyewe kwa wenyewe. Sasa mnapozungumza na raia, wanakueleza kitu gani? Upi wasiwasi wao? Raia kwa kweli wanasema kuwa vita hivi hata nao pia vinawatia kiwewe. Wanaogopa kuwa ndio vita vya ndani kwa ndani kiasi kikubwa vinaweza rejea, ila pia wakuu serikalini pia tumezungumza nao, wana mtazamo tofauti. Hapo jana tulizungumza na waziri wa serikali wa kitaifa katika masuala ya habari na mawasiliano, Bwana Ateng alituambia kwamba mzozo huu hauwezi ukarejelewa kwa sababu mwaka ujao wanapanga kufanya uchaguzi wa kitaifa, na huo uchaguzi utamaliza makabiliano yote
ila baada ya uchaguzi wanatarajia kuwa huu mzozo wote utaisha, kwa sababu atakayeshinda atachukua serikali kihaki, atakayeshindwa atakuwa ameshindwa kwa haki. Kwa hivyo wanaona kwamba vita vya ndani kwa ndani, upande wa serikali wanasema haitarejelewa. Raia wanaogopa kuwa uchaguzi usipofanyika na ufanyike kwa njia ya kweli na njia ya haki, mapigano yataendelea na vita vya ndani kwa ndani vitaendelea. Naam, tukiendelea kusonga mbele ni kwamba kiwango cha ukuaji wa uchumi wa kila mwaka nchini China kimeshuka hadi 4.5 kutoka 5%, kiwango cha chini kabisa tangu mwaka 1991, huku taifa hilo likikabiliana na changamoto za ndani na nje ya nchi. Lize Masinga na maelezo zaidi. Beijing inalenga kubadilisha upya uchumi wake wakati ikikabiliwa na changamoto kadhaa kama matumizi hafifu ya wananchi, kupungua kwa idadi ya watu, mgogoro unaoendelea katika sekta ya mali isiyohamishika, mvutano wa biashara duniani pamoja na uhaba wa nishati unaochochewa na vita vya Iran. Mchambuzi mmoja wa masuala ya China aliliambia shirika la habari la BBC kuwa lengo hilo la ukuaji lilopunguzwa linaipa China nafasi zaidi ya kusimamia uchumi wake bila kulazimika kufanya ahadi kubwa za kifedha ili tu kufikia lengo maalum. Mkutano wa vikao viwili ulioanza Jumatano na kwa kawaida hudumu kwa wiki moja unawaleta pamoja viongozi wa nchi hiyo kwa mikutano mfululizo. Ukosefu wa ajira kwa vijana, madeni ya serikali za mitaa pamoja na mgogoro katika sekta ya mali isiyohamishika vyote vinasababisha wasiwasi. Stephen McDonnell anaarifu kutoka Beijing. Kinachoashiria ni kwamba serikali ya China iko tayari kukubali kasi ndogo ya ukuaji wa uchumi ili kufikia ubora wa ukuaji huo. Baadaye pia watapitisha mpango wa maendeleo wa miaka 5 na tayari tumeshuhudia baadhi ya vipengele vyake vikianza kutolewa. Kwa mfano, kuna lengo la kupunguza utoaji wa hewa ya kaboni kwa 17% kulingana na uwiano kati ya pato la taifa, yani GDP, pamoja na kuongeza kwa 7% uwekezaji wa serikali katika utafiti wa maendeleo. Na itakuwa habari njema kwa sekta ya teknolojia ya hali ya juu ambayo imekuwa sehemu muhimu sana ya uchumi nchini humo. Batikiri kwa taarifa hiyo. Na sasa moja kwa moja tunaungana na mtangazaji kinara wa Dira ya Dunia TV Ron Clifford. Karibu sana. Kama vile ulivyosikia katika taarifa zetu, tunazidi kumulika swala la Mashariki ya Kati ambapo Israel na Marekani zimeongeza mashambulizi dhidi ya Iran. Tueleze kipi kipya zaidi mpaka sasa? Nafikiri kama ulivyotaja tu ni kwamba mashambulizi yanaendelea na mashambulizi haya yameongezwa nguvu zaidi katika siku za hivi karibuni. Mji wa Tehran kwa sasa, picha ambazo tunazipokea kutoka huko ni moshi tu ukiwa unafuka katikati ya mji wa Tehran ambapo mashambulizi yanaendelea. Na sasa wasiwasi umehamia kwenye mataifa jirani na Iran, mataifa ambayo yamekuwa yakilengwa na Iran kama vile Qatar, kama vile Dubai, milki za Kiarabu Dubai, na maeneo mengine ya karibu ikiwemo pia Uturuki, kwa sababu inaonekana kwamba balozi ya Marekani katika maeneo hayo yanalengwa, ikiwemo pia taifa la Azerbaijan ambalo ni taifa la karibuni zaidi kuweza kulengwa na unajua mashambulizi kutoka Iran. Kwa hivyo katika hali ya sasa ni hivyo, na mabalozi yamekuwa na wasiwasi katika saa za hivi karibuni. Kulikuwa kuna ripoti ya balozi kuondoa baadhi ya watu wake katika maeneo yake. Tupe zaidi kuhusiana na hilo. Kinachofanyika ni kwamba Qatar tayari shughuli hiyo imeanza. Ubalozi wa Marekani mjini Doha kama hatua ya tahadhari, wafanyikazi wote wameondolewa, wamepelekwa mahali ambapo ni salama, kwa sababu inaonekana kwamba mashambulizi yanaweza lenga balozi hizo. Lakini vile vile Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema pia raia wa Uingereza ambao wako katika mataifa haya wanaondolewa. Sasa imewataka wote kuweza kujisajili ili kuweza kupewa hali ya haraka kuweza kuondoka. Starmer amegusia madhara ya kiuchumi ya vita, hasa yale ambayo yanahusiana na miundombinu ya mafuta na gesi pamoja na usafirishaji kupitia Guba ya Hormuz, ambapo tunajua kwamba Guba hii ya Hormuz kwa sasa imekuwa mojawapo ya maeneo ambayo yamekuwa yakikabiliwa na mashambulizi makali sana kutoka kwa vikosi vya Iran, na hii inaathiri hata Afrika Mashariki kwa sababu mafuta mengi yanayokuja katika mataifa ya Afrika Mashariki vile vile yanatoka katika maeneo hayo.